Matukio baadhi yalitokea kwenye mchezo wa jana. Kwanza ni mkwaju wa penalty ambao alichezewa mchezaji wa Namungo. Ilikuwa ni tukio ambalo kwa kiasi kikubwa naona wadau wa soka wanasema ilipaswa kuwa mkwaju wa penalty, lakini tukio la pili ni la foul ambao alichezewa Maxim pia Nzengeli kwa upande wa Namungo, na mwamuzi wa kati akatafsiri ni madhambi na Yanga kupewa mkwaju wa penalty. Tuzungumzie maamuzi ya waamuzi wa mchezo wa Yanga jana. Kwa matukio yote mawili ambayo nimeyazungumza, tukianza na tukio la kwanza la Namungo, ilistahili kuwa penalty ama kuna engo ambayo mwamuzi pengine alikuwa mbali, alipaswa kusaidiwa na linesman wa pembeni, kwa maana line 1 au line 2 ambaye tukio lilikuwa kwenye upande wake kwa uzuri kabisa nalitizama, pengine ilipaswa kuwa penalty ama ilikuwa ni physical battle? Kwa upande ambao alifanyiwa madhambi, nianze na tukio la Damaro ambaye ndio alikwenda kufanya madhambi, kwa maana sasa ni tukio la Namungo ambalo walidai kwamba ulikuwa mkwaju wa penalty, lakini hawakupewa ile, kwa sababu goli lilikuwa upande wa kaskazini, aliyetakiwa kumsaidia mwamuzi wakati alikuwa ni line 2. Lakini haikutokea hivyo kwa sababu kuna namna mwamuzi wakati alikuwa nyuma ya ile tukio. Kwa hiyo kwa namna ambavyo aliona yeye, aliona ni kama Mohamed Damaro kawini mpira. Lakini kama unavyojua Jerin, kwa vyovyote vile kwa asilimia kubwa ambaye anakuwa na mpira, ametangulia na mpira, ndiye ambaye anapewa faida kubwa zaidi. Lakini pale Damaro hakuwa nyuma sana, yani kusema labda yupo kwenye mgongo wa mchezaji. Alikuwa kama yuko pembeni, yani kama yupo nyuma lakini ni pembeni kidogo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kama angewini mpira ingekuwa sawa. Lakini kwa mguso ulivyokuwa na angle niliyoitazama mimi, ule ulikuwa ni mkwaju wa penalty. Na nikikompare na ule wa Maxim pia Nzengeli, sidhani kama kuna utofauti mkubwa. Utofauti utakuja kwamba ukiangalia wakati Duka Buya anapokea ule mpira kutoka kwa Max, kabla Max hajafika kwenye box, ni kama kuna mchezaji wa Yanga alivutwa. Yani nje ya box sasa hajafika. Tayari madhambi ile gas ishaanza kufanyika, lakini mwisho wa siku Max anafika mle kwenye boxi. Alichowahi Max ni kuugusa ule mpira. Na tunajua ukishaugusa mpira unapewa advantage. Kwa hiyo baada ya kuugusa ule mpira akawa anaukimbilia akawa amewekwa chini, kama amewekwa chini. Lakini kwa utofauti nafikiri hakuna utofauti mkubwa. Kama mwamuzi alitaka kutoa fair, basi hata Namungo angewapa mkwaju wa penalty. Kwa engo yangu ambayo niliona mimi, kwa nilivyotazama ule mchezo, ule ulikuwa ni mkwaju clear kabisa wa penalty. Nafikiri kuna matukio mengine kwenye mchezo mingine hata ukilinganisha unaona kwamba ili la Namungo linaonekana walau hata mtu akirejelea kaangalia anaona kweli yes, hapa kuna jambo lilitakiwa lifanyike. Lakini kikubwa ambacho kinaonekana kwa ligi yetu ya Tanzania, tukio likishaamliwa, sikumbuki ni lini kwamba mwamuzi amefunika mkwaju wa penalty alafu labda ndo asikilize maelekezo maamuzi yabadilike. Sikumbuki ni lini. Kwa hiyo kwa vyovyote vile naona kwamba anachokiamua hata wale wasaidizi wake nao wanaenda na yeye, kwa sababu tunategemea kwamba labda kama kuna tight angle ilikuwepo, maamuzi akifunika lazima kabla ya maamuzi ya jumla azungumze pia na wasaidizi wake. Tupate ule mrejesho wa mwisho ama maamuzi ya mwisho kwamba yes, line 2 alikuwa ametazama na yeye kaamuru hivyo, hata kama ni makosa. Yani hata kama hawako sahihi, lakini wakubaliane wote kwamba kweli huyu kafunika na mimi nilivyoona yes, ameshafunika. Mimi ndo mwamuzi wakati nimeshafunika. Lakini nakuja kwako wewe, ni msaidizi wangu. Mimi nimefunika, nimeona hivi. Shida. Wewe umeonaje? Si ndio hivyo? Wewe ni msaidizi wangu. Mimi nimefunika. Si nikifunika lazima tutakuwepo zile purukushani mara waje kuzungumza nini. Huo wakati nakuja kwako wewe msaidizi wangu. Mimi nimefunika hapa. Kwenye engo yako wewe umeonaje? Kuna utata sasa hapo, unaweza ukaibuka kwamba tukio mimi nilivyoliona, yani nilivyoliona mimi, yani shida inaweza ikaja kwenye utofauti wa mawazo. Unaweza kusema sijaliona vizuri, au anaweza kusema ni tukio lenye ukakasi. Hata wewe mwamuzi wakati ambaye ndo final say
ukashindwa cha kufanya. Kwa hiyo pale pia kusikilizwa msaidizi. Sasa anaweza akasikilizwa kwa lengo ya akiulizwa akasema nilivyolitizama mimi hata linanipa ukakasi pia na mimi. Kama ni upande wake. Okay. Kama nilivyosema, tukio lilipotokea line 2 ndo anatakiwa kulitazama lile. Kwanza inabidi tufahamu kwamba line 1 kazi yake ni kuangalia, ni kutembea na mchezaji wa mwisho, kuamua offside ama sio offside na kuangalia baadhi ya matukio. Yes. Lakini kwenye ambayo yametight ya labda msaidizi refa wakati mwamuzi wakati hajafika kwa wakati. Okay. Mfano kwenye tukio la Max pia Nzengeli ile kama angefanya line 2 kwa sababu mpira ulikuwa upande wa kulia au wa kushoto kwa Yanga, ambapo ndio upande wa kulia kwa Namungo, ile alipaswa asaidiwe na line 2 ambayo alikuwa upande wa tukio ambalo lilifanyika, lakini line 2 ni ngumu kumsaidia kwa sababu yeye maeneo yake tayari yanayomruhusu kwenye mstari wa katikati. Yes. Tayari umeshavuka. Yeye anaishia hapo kwenye. Kwa hiyo yale mengine ni ukiangalia mpira eneo ambalo alifanyiwa madhambi Maxim pia line 1 ndo anatakiwa kuamua, ambaye yeye yupo huo upande. Yupo upande wa kulia. Lakini kila ukitafakari ama ukitafsiri ilivyo unaona kwamba line 1 yuko mbali na tukio. Lakini mimi ninachokiamini kwamba line 1 pale ni rahisi sana kuona tofauti na mwamuzi wakati. Kuliko na mwamuzi ambaye yupo ndani, kwa sababu mwamuzi kama tayari wamempiga mgongo hivi. Kule mbele kinachofanyika yule si anakuwa anakimbia na movement ya mpira. Yule line 1 anakimbia na movement ya mpira. Kwa hiyo hata kama mtu kapiga slide labda meno ya kiatu yamemgusa, ni rahisi kuona yeye kuliko yule ambaye anakimbia nyuma ya mpira. Kwa hiyo ni rahisi sana kutoa mawazo yake, na siku zote sio kwamba etikisa mwamuzi wakati ndo kaamua hivyo alafu mwamuzi wa pembeni na yeye katoa mawazo tofauti asisikilizwe. Inawezekana mwamuzi akawa ameshaamua hivi, lakini anapoenda kuzungumza na msaidizi wake huyu kaleta hoja hii na huyu ikawa tofauti. Wao ndo wamalizane hapo. Sisi hatuhitaji kujua wao wamebishana vipi au huyu katoa wazo lipi. Tunachohitaji ni yale maamuzi ya mwisho ambayo yatakuja. Lakini kwa sasa naona kama hayo mambo hayafanyiki. Wewe akifunika basi kibendera naona kipo chini. Kwa hiyo kwa vyovyote hivi vile inaonekana kwamba hata yule line 1 na line 2 ameridhia tukio. Yes. Bwana ni tukio ambalo matukio baadhi ambayo yalijitokeza kwenye mchezo wa jana wa Yanga dhidi ya Namungo. Video vingi vikisikika kwamba mechi pengine ilipaswa kupatikana mikwaju miwili ya penalty na vitu hivyo kadha wa kadha. Lakini kwa sasa tuzungumzie performance wise ya Young Africans in general, namna ambavyo wewe mwananchi wa Tabora unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Nawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.